2, 3. Karibu. Amen and amen. Sema amen. Amen. Have your seat and God bless you. Amen. Hii ni fellowship ya kwanza ya mwezi huu wa 6, na Biblia inasema kwamba Waisraeli walikuwa wanasimama mara 3 mwaka ukianza, katikati ya mwaka na mwisho wa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi Mungu ametupatia nafasi hii tusimame katikati ya mwaka huu ili ya kwamba atupatie mwanzo mwema. Glory be to Jesus. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Wale ambaye hawanijui, naitwa Bishop Ivan Njoroge. Nampenda Yesu kwa maana amenipenda, amenipa nafasi hii ili ya kwamba nisimame mbele zako siku ya leo na nikunenee ujumbe wa Mungu katika jina la Yesu. Umekutana na ujumbe wa aina nyingi katika maisha yako, lakini leo nataka nikuletee ujumbe kutoka kwa Mungu katika jina safi la Yesu. Glory be to Jesus. Na thimu ya ujumbe wa leo inasema kwamba kurudi katika wetu na Mungu. Kurudi katika mwanzo wetu na Mungu, ama kurudi katika mwanzo wako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaporudi katika mwanzo wako na Mungu wako, maisha yako inaanza kubadilika, mawazo yako inaanza kubadilika. Unapokubali kurudi katika mwanzo wako na Mungu. Glory be to Jesus. Wacha nikueleze, wakati wowote mnaanza na Mungu, kuna mambo matatu ambaye Mungu huhakikisha kwamba ameweka katika maisha yako. Jambo la kwanza, anaweka covenant. Wewe na yeye, anaweka covenant yako na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa siku ya leo tutafuata covenant zetu na Mungu wetu wakati wowote tunaanza. Bwana Yesu asifiwe. Nimekueleza jambo la kwanza, anaweka covenant. Bwana Yesu asifiwe. Na ile covenant anaweka, anasema hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Na leo katika jina safi la Yesu tutaona huyu Mungu wa mwanzo. Tukirudi katika mwanzo wetu na Mungu, nimekueleza point number 1, anaweka covenant, yaani anaweka agano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunarudi mwanzo wetu na Mungu, huyu Mungu anaturudishia covenant. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, Bwana Yesu asifiwe, anatupatia direction. Unaporudi katika mwanzo wako na Mungu, anakuregeshea direction. Glory be to Jesus. Na wakati anakupatia direction, immediately maisha yako inapata mwongozo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu huyu Mungu hufanya. Jambo la tatu huyu Mungu hufanya wakati anakurudisha, ama wakati unarudi mwanzo wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anakupatia msaidizi. Glory Jesus. Na msaidizi mwingine ni Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo katika jina safi la Yesu naomba kuregeshewe hayo mambo matatu. Tumesema jambo la kwanza ni nini? Covenant. Jambo la pili, jambo la tatu, msaidizi. Glory be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ni kwanza tuende katika covenant. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote unarudi katika mwanzo wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusomewe na wewe kitabu cha Bwana Genesis. Some na Kiswahili Genesis 12
Na ninaamini Mungu atubariki tunaposhikana na Mungu, tunaporudi katika mwanzo wetu na Mungu. Point number 1, anatupatia covenant. Glory be to Jesus. So the Genesis 12 Mwanzo 12 inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako. Hapo sasa anampatia direction. Toka hapa wewe na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nchi ambayo nitakayokuonyesha. Kwa hivyo sasa, wakati unarudi mwanzo wako na Mungu, anakupatia direction, na ndiposa amesema nchi ambayo nitakuonyesha. Kwa hivyo huyu Mungu, he is the God of direction. Today in the mighty name of Jesus, let us back katika mwanzo wetu na Mungu. Na tukirudi katika mwanzo wetu na Mungu, na kueleza tutapata direction. Watu wengi hawajajua, wakati unaporudi katika mwanzo wako na Mungu, immediately anakupatia direction. Today in the mighty name of Jesus, let us receive directions from God. Directions from God unaipata wapi? Wakati unarudi katika mwanzo wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ya aina nyingi hutupotesha katika mwanzo wetu na Mungu. Na leo katika jina la Yesu tutarudi katika mwanzo wetu na Mungu sasa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. That is now covenant and promise. Glory be to Jesus. Nitakupatia nini? Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. That is a promise. Na kukubariki. Na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio. Naye akulaanie nitamlaani. Katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliwapata huko Harani. Glory be to Jesus. Tumepata kujua ya kwamba huo ulikuwa mwanzo wa Mungu na Ibrahimu. Na huyo Mungu wa Ibrahimu, sasa huyo ndiye Mungu tuko naye jioni ya leo. Na tarehe ya leo 4 mwezi wa 6, wacheni turudi katika mwanzo wetu na Mungu wetu, ili tupate covenant na tupate direction na tupate usaidizi. Glory be to Jesus. Na usaidizi huyu ni usaidizi wa aina gani? Anaachilia the power of Holy Spirit, yaani Roho wake hutupatia Roho wake ili ya kwamba aandamane na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Unawezaje ili ya kwamba upate mwanzo wako na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Lazima upate revelation. Lazima upate revelation kutoka kwa Mungu ili akuonyeshe yaani mwanzo wako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sasa Ibrahimu walianza pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Wednesday ya siku ya leo, wacheni tumsihi Jehova ili ya kwamba atupatie revelation ya kurudi katika mwanzo wetu na Mungu katika jina la Yesu. Ni wengi wameanza na watu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoanza na watu, unapoanza safari na watu, ni watu wengi tumeanza safari na watu, hata watu wetu. Unapoanza safari na watu wenu, na unapoanza safari na watu na marafiki pia, watu kuna mahali wanakufikisha, wanakuacha. Lakini wacha nikueleze siku ya leo, ni vyema turudi
katika mwanzo wetu na Mungu, kwa sababu kuna mahali, kuna safari tunatembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nimekueleza kwamba adhuhuri ya leo thimu yetu inasema mwanzo wangu na Mungu wako, mwanzo wako wewe na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapoanza na wako, kuna mahali watu wanakuachia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali wanakuachia pale, na wanapokuanzia wanakuacha pale. Bwana Yesu asifiwe. Biblia kuna mahali nasema kuna wakati moja David, Bwana Yesu asifiwe, alienda vitani na watu kikosi. Kuna kikosi David alienda na ile kikosi katika vita. Na wakati alienda na ile kikosi katika vita, kuna mahali walifika. Na wakati walifika mahali pale, wakamwacha na wakaanza kuleta manunguniko mabaya juu ya David. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walipoanza manunguniko zaidi na David, wakati walikuta Siklagi imechomwa. Bwana Yesu asifiwe. Walimwacha na wakaanza manunguniko mabaya zaidi kuhusu David, na ikawa tatizo nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hata walifikiria kumpiga na mawe afe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana safari yako na wako baada ya kutembea na wao wanaanza kukupiga. Tusoma nawe katika 1 Samuel 30, utaona mahali vile 1 Samuel 30 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu na wa nne. Inasema mahali walifika wakafikiria kumpiga na mawe. Hata ukiona mkianza safari na watu, usiporudi kwa Mungu wako, wanaweza kuletea utatanishi nyingi. Somee hapo Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 30 verse 1 and 2 and 3. Inasema ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, hao Waamaleki walikuwa wameshambulia Negevu, na Siklagi nao wameupiga Siklagi na kuchoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwemo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yazreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu kwa Bwana Mungu wake. Ataraini that wameenda vitani pamoja, together, wanaenda vita pamoja na wameacha nyumba zao, na Biblia inasisitiza vizuri hata wake wa Daudi wawili walienda, ili kwamba Biblia watu wajue ya kwamba hata David wake walitekwa na wakaenda na vitu vya David, na wakaenda pia na wake wawili, na bila inaonyesha vizuri ni nani na nani. Lakini hao watu baada ya kuona vile vita imekuwa, wakataka kumpiga na mawe.
Glory be to Jesus. Lakini David kwa sababu alirudi kwa mwanzo wake na Mungu. Glory be to Jesus. Alirudi kwa mwanzo wake na Mungu na akajitia nguvu kwa sababu anakumbuka mwanzo wake na Mungu wake. Leo katika jina la Yesu ni vyema kurudi katika mwanzo wako na Mungu wako. Na ukirudi katika mwanzo wako na Mungu wako, hakika utapata mafanikio. Glory be to Jesus. Na ndiposa hata wakati kuna mahali tena hata walifika, wengine wao wakarudi nyuma. Mali zao imetekwa na hata wake wao wametekwa na watoto wao, lakini ilifika katika mtu wa Beswari. Walifika Beswari hapo ni bilio toroje naye. Walifika hapo. Ni wapi? Hapo katika Beswari. Na wao endelea kuruka milio kwa kitabu. Kisha Daudi akamwambia, hebu tusome mstari wa 9. Basi Daudi akaenda. Yeye na wale watu 600 waliokuwa pamoja naye, nao wakakifikiria kijito Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Lakini Daudi akakaza kufuata, kwa maana anajua mwanzo wake na Mungu. Na tusoma vizuri tutaona mahali David alienda kwa kuhani, mstari wa 7. Kisha Daudi akamwambia Abiathari mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, underline that. Sasa hapa David anaona wacha nianze hii mwanzo wa kuenda vita, nianze na Mungu ili sasa tuandamane naye vizuri. Na ndipo sasa ni mstari wa 8 inasema, mstari wa 8 inasema, Daudi akauliza Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata kwa kuwa hakika utawapata. Glory be to Jesus. Kwa hivyo hata katika unapojua mwanzo wako vizuri na Mungu, na hata vita ikitokea, ni vyema kuwa unaanza mambo yako vizuri na Mungu, unajua mwanzo wako na Mungu. Glory be to Jesus. Mwangalie vile David anashika mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona pale mstari wa 9 tunaona kikosi ikirudi wakati wanafika Beswari. Lakini David anajua niko na mwanzo na Bwana ameniambia fuata. Kwa hivyo sasa unaposhikilia, na leo shikilia mwanzo wako na Mungu wako. Unaposhikilia mwanzo wako na Mungu, usitishatishwe na mambo mengine inakutokea njiani. Na tunaona hao watu wanaporudi, David anashikilia mwanzo wake na Mungu. Leo katika jina la Yesu, shikilia vizuri mwanzo wako na Mungu. Wachana mwanzo wako na watu, safari zako na watu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sasa ni mara ya pili David ameenda nao vitani, wameshinda vita, amekuta Siklag imechomeka. Tena ameenda mbele za Bwana, anamwapia Mungu, sasa nifuate jeshi hili tutembee na wewe. Mungu mwenyewe akamwambia kwamba fuata lile jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wowote unashikilia mwanzo wako na Mungu, na wacha nikueleze, katika mwanzo wowote unapoanza na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, hakuna wakati Mungu atakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wakati Mungu atakuacha katika mwanzo wako na Mungu. Na fellowship ya leo, wacheni turudi katika mwanzo wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Wacheni turudi, kwa sababu Biblia inasema kwamba yeye ndiye Alfa na Omega. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulikuwa tunasoma majina ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe, kuna mahali tuliona anaitwa Alfa and Omega. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vyema unaposukuma mwanzo na Mungu, lazima utamalizia. Na Mungu hawezi kukuongoza alafu afike mahali arudi nyuma. Gaida hana ndoa goko thino aria mutoranaga nao magacoka thutha. Tariu twambana iye nao kanitha, tutoranaga na andu kanitha magacoka na mundu ni athii uguo. God is not like men. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifuata Mungu vizuri utafanana na yeye. Mauli abagia undu umwe na Ngai ugaturuka guturuka tondu urambia na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Hawituke. Na ndiposa Biblia inasema kwamba kitabu cha John 1:1. Bwana Yesu asifiwe. John 1:1 inasema na hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutawacha tu understand katika mwanzo kutoka kwa Mungu leo, na ushikilie lile jambo mwanzo na Mungu, mwanzo ambaye unatoka kwa Mungu. Ukichunguza vizuri katika maisha yako, wewe na kiabeleli ya kiagani neona kama ina kiabeleli ya origin kiagani, wacha turudi katika ya asili ya mwanzo wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tugaidhaje msikia leo Olio shughuli ya leti nake ya sincerely speaking. Unaona wewe mwanzo huu kweli, unaona umetembea na mwanzo wa Mungu yote hii mwanzo sasa. Dukimuuliza tafadhali kinyole wewe muomulie na wewe uliona fio na manama mukiambirire gikima twina ndio giki nikiakai mutireke tusokerere kiambirire gitu kiakai kiambirire gitu kiakai. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikueleze mwanzo wetu na Mungu haufiki mahali unakuwa terminated. Unapoanza mwanzo mzuri na Mungu haiwezi kuwa terminated, lakini mwanzo wetu na mawazo yako na roho yako na wako inakuwa terminated. Glory be to Jesus. Tusome na wewe mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Tunasoma sasa katika John 1:1 inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Underline that. Hapo mwanzo. Na mwanzo wa Mungu unakuwaka na neno. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwaka na neno. Tuendelee. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Underline that. Mwanzo wowote ambaye unaandamana na Mungu unakuwa na neno. Na neno inakuwa, naye neno alikuwa Mungu. Yes. Naye neno Jerisome hapa kwa Kimongo. Jerisome na Kimongo hapa patio kwa sauti. Chikeni kila mtu pata kwa sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Neno. Na leo katika jina la Yesu nataka tuweke mwanzo huu neno sasa katika jina la Yesu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa hivyo sasa hapa amekuja katika mwanzo na tuko mwanzo wa juu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba turudi katika mwanzo wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kuna mtu mmoja alikuwa na vijana wake wawili. Mmoja akaachana na mwanzo, akaenda kuanza mwanzo wake mwenyewe. Alipozingatia roho yake, alirudi kwa mwanzo wake na Mungu. Na hii inakuwa ni mfano, Biblia inapatiana mfano
Kwa vile mtu hutembea na mawazo yake mwenyewe, lakini akitembea na mawazo yake mwenyewe na mwanzo wake mwenyewe, anafika mahali anakuwa terminated. Lakini Biblia inasema kwamba alipozingatia moyo wake zaidi, alirudi katika mwanzo wake. Na sehemu ya watu wengi wanadhani ya kwamba ati ni kuanguka, lakini kwingine sio hata kutoka kwa Mungu, ni vile mtu huwaza kama mwanadamu. Kuna mtu huwaza kufanya kitu na mawazo yake na roho yake, lakini kuna wakati mtu anawazua anarudi katika mwanzo wake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila wakati unapoanza siku, ni vyema kuhakikisha roho yako na mawazo yako inarudi katika mwanzo wako na Mungu. Na Wednesday ya leo, wachini tuzingatie nafsi zetu na mawazo yetu kurudi katika mawazo yetu na Mungu. Bwana Yesu tusomee pale. In the beginning was the Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. And without him nothing was made that was made. Glory be to Jesus. Unasikia hivi mtu wa Mungu, katika mwanzo wowote lazima uweke neno, na neno ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kitu chote inapatikana kwa mwanadamu bila huyu neno. Na ujue dunia hii tulikuja kufanya nini watu wa Bwana? Vema tuko kile kweka atia. Tulikuja hii dunia kutafuta sana mali, sana cheo. Hii dunia ulizaliwa hii dunia upate mali, na ulikuja hii dunia kutafuta. Na kila mtoto anaanza nursery school. Ukiona mtoto ameingia nursery school, ameanza kufanya nini? Ameingia analia na anasukumwa na baba yake katika shule. Anaanza kutafuta masomo sasa. Anapomaliza masomo, anaanza tena kutafuta mke ama mume. Nidamu hivi ya kanisa. Yes. Anapotafuta hayo, anaanza kutafuta fedha. Na Biblia hiyo imesema kwamba hakuna kitu chochote inapatikana bila yeye. Kwa hivyo ili sasa tuingie katika kutafuta, na mwanadamu yoyote ameunganishwa na kuomba na kutafuta na kubisha. Matthew 7:7. Tusomee Matthew 7:7. Inasema Matthew 7:7 inasema, ombeni mtapata, tafuteni, ombeni mtapewa, tafuteni mtafanya nini? Mtapata. Tusomee, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Matthew mubapagiriya, tunasoma Matthew 7:7 inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mwanadamu ameunganishwa sasa na kuomba na kutafuta na kubisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vyema unapofanya mambo hayo yote, unajiunganisha na mwanzo wako na Mungu. Huwezi omba bila mwanzo wa Mungu. Huwezi tafuta bila mwanzo wa Mungu. Huwezi bisha bila mwanzo wa Mungu. Na leo wacha turudi katika mwanzo wa Mungu wetu. Na Biblia inasema kitabu cha Luka. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 11 inaongea kuhusu mzee mmoja alipokuwa na vijana wawili.
Mmoja akajitenganisha na mwanzo. Na mwanzo. Alipojitenganisha na mwanzo, alienda kupata shida, kwa maana amejitenganisha na mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote tunajitenganisha na mwanzo, tunapata matatizo katika maisha yetu. Hatujui kama waliotuleta dunia hii walijitenganisha na mwanzo. Sasa tukazaliwa katika nje ya mwanzo. Leo ni sisi kizazi ambayo tumetokea wakati huu, wacheni turudi katika mwanzo ule ambayo unashikana na Mungu. Tusomee Luka 15 kuanza mstari wa 11. Inasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Akatawanya. Inaonekana hapo alijitenganisha na ule mwanzo. Ukisoma 17 nasema alipozingatia moyoni mwake. Sasa tunasoma Luke 15 verse 17. Inasema alipozingatia moyoni mwake. Alipozingatia moyoni mwake. Alisema mtumishi wa Glory be to Jesus. Alipozingatia moyo wake. Glory be to Jesus. Mstari wa 17 inasema alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusasa, nami hapa nitakufa kwa njaa. Sasa hapo alitamani kurudi katika mwanzo wake. Leo katika jina safi la Yesu, wacha sasa tutamani kurudi katika mwanzo wetu. Glory be to Jesus. Unapopata matatizo, unapoingia kwenye shaka fulani, unapojikuta na hii mwanzo niko naye kuna tatizo, unarudi mwenyewe, unaanza kuzingatia. Kwa maana sasa alipozingatia zaidi mwanzo wake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona vile hatuna nafasi nzuri sasa ya kusoma ile neno vizuri, lakini nasema kwamba alipozingatia moyo wake, alirudi katika mwanzo wake na Mungu. Na alipozingatia, baba yake ni Mungu. Am I speaking with somebody? Yes. Alipozingatia nafsi yake na roho yake, alirudi katika ule mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na huu mwanzo tunarudi leo, lazima tufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi katika ule mwanzo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mimi najua kwamba kuna mtu anasema kwamba kuna mwanzo nilikuwa nao hapo kitambo, nilikuwa naomba sana. Kuna mwanzo nilikuwa naye hapo, nilikuwa ya kwamba najitolea sana kwa Mungu vizuri. Kuna mwanzo nilikuwa naye, nilikuwa tu nalala hivi, naota, nafunuliwa. Lakini siku hizi sifunuliwi. Lazima ujaribu kurudi katika ule mwanzo wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa nakuja, sinaona siku hizi watu wamekuwa na shughuli mingi za jaa katika mawazo. Shughuli mingi inajaa katika roho zao. Na hata ukimwambia mtu apate nafasi akarao ya maombi, hapati. Unajua kwa nini? Ni kudivert. Kuna mambo siku hizi imekuja ina divert watu katika ule mwanzo wao na Mungu. Kwa sababu kuna mashughuli mingi, hata shetani amelete mashida mingi zaidi. Noramenya Gai kutiramenya ibibi Gai. Nuyu gakulehe
to mathina maingi ya ngai mathina maingi shida mingi imeletwa na shetani. Hata si mambo ya kawaida. Hii shida zimekuja siku hizi si za kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa, maradhi, nini, wengine alikufa upande ule, wengine anakufa upande ule, wengine hapa hospitali, wengine na si field manifestation peke yake. Watu usisikiliza vizuri, tega masikio, usichie mashida ile imekuja mingi. Mwingine anatekwa mahakana, mwingine sasa mali yake imekuja kutoto. Mulitoka roni mahali fulani milioni kadhaa au kuweza kuimaliza vizuri. Na wacha niweze hii mashida yote imekuja ili sasa itawanye watu mawazo washike kurudi kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Awituke. Na sasa katika jina safi la Yesu na mashida mingi watu sana siku hizi unaona watu wamejaa kutafuta si vizuri, si vibaya kutafuta pesa, lakini wacha nikueleze, watu wamejaa kutafuta pesa sana. Hata mimi natafuta pesa na Mungu, hiyo tu natafuta pesa na Mungu, lakini inafaa unapata mwanzo wako na Mungu kuliko mwanzo wako na pesa. Na ndiposa huyu mtu alisema kwanza nipatiwe pesa na mali yako ni yetu. Sasa hakujiunganisha vizuri na mwanzo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wednesday ya leo katika jina la Yesu tutapata mwanzo wetu na Mungu. Na mwanzo wetu na Mungu ni kusimama mbele za Mungu. Together. Unapoomba mbele za Mungu unamwambia na Mungu wako katika jina la Yesu nirejeshee mwanzo wetu na wewe. Na leo tutaomba Mungu atupatie mwanzo. Kanisa hili la Field Manifestation Karatina, wacheni tafadhali turudi katika mwanzo wetu na Mungu sasa. Yes, hapa tulikuwa tunaamka saa 9 unaomba, unaamka asubuhi unaombea kazi ya Mungu, unajiombea wewe mwenyewe, unaombea watoto wako, unaombea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikureze watu upande ule mwingine wanakuwaka kini sana na mambo yao. Na wacha turudi katika kuweka kini mambo yetu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alipozingatia moyo wake. Alipozingatia moyoni mwake alisema, watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitaenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, Lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na angalia, baba yake anamrudisha katika mwanzo wake na mtoto. Leo katika jina la Yesu, wacheni turudishe katika mwanzo wetu na Mungu wetu. Na tukienda katika mwanzo wetu na Mungu wetu, tutavalishwa mavazi. Mtieni na pete kidoleni, na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Glory be to Jesus. Sasa hapo ni mwanzo mzuri wetu na Mungu. Tunapopata mwanzo mzuri na Mungu wetu, tunapata mambo mangapi? Kanisa, tunapata mambo mangapi? Ya kwanza mavazi, ya pili mtieni kidole pete, hiyo inaitwa covenant. Jambo la tatu,
viatu miguuni. Sasa hiyo sasa nikisema kwamba ameweka viatu vyako vizuri, sasa unaweza kufikia vitu vyako ambayo unataka uifikie vizuri. Awitike. Na ukiota na uhuna viatu, sasa movement zako, shetani anamonitor movement zako. Kwa hivyo kuwekwa viatu miguuni, hiyo ni kuonyesha kwamba utaweza kufuata vitu vyako taratibu bila utetanishi. Na ukiona maisha yako haiendi vizuri, kuna roho fulani monitor movement zako, haitaki udhamini. Lakini leo tunaporudi kwa Mungu wetu, tunapata mambo mangapi? Ni matatu ama ni manne? Jambo la kwanza, mavazi. Hapana, jambo la kwanza umetusomea na muona gani? Wakati baba yake alimuona akiwa baa, alimuraki. Kwa hivyo ni welcome. Unapata makaribisho mema katika maisha yako. Na dunia hii inahitaji uwe na makaribisho mema. Na katika kiroho, katika ulimwengu wako wa roho, pata makaribisho mema katika maisha yako. Unapopata makaribisho mema, hata katika mji huu wa Nyeri County, Karatina, tupate makaribisho mema. Na hata hii kanisa tupate makaribisho mema leo katika jina la Yesu. Tukipata ile makaribisho mema maishani mwetu, tutainuka katika jina la Yesu. Vazi lililo bora. Vazi lililo bora. Leo katika jina la Yesu tutaondolewa aibu. Unapoonekana ushi wako, hiyo ni aibu, ni maisha isiyo na aibu. Leo katika jina la Yesu, ni leo tunaporudi katika mwanzo wetu na Mungu, aibu itaondolewa. Leo katika jina la Yesu, wacha aibu iondolewe katika maisha yetu. Mtieni na pete kidoleni. Mtieni na pete kidoleni. Hiyo ni kusema ya kwamba sasa amekufanya wake kabisa. Hakuna roho inaweza sukuana na wewe, kwa maana umewekwa covenant yako na Mungu wako. Na viatu miguuni. Na viatu miguuni. Hiyo ni mara hiyo ni adomatiada lelaga. Kana hapa online, watu wa online wanahesabia vizuri. Point number 1, makaribisho mema. Vazi lililo bora. Vazi lililo bora. Kutiwa pete kidoleni. Kutiwa pete kidoleni. Viatu miguuni. Viatu miguuni. Na mleteni dama yule aliyenona mkamchinje. Point number 5. Unaona sasa, hiyo ni mambo matano ambaye tukirudi katika mwanzo wetu na Mungu wetu tutayapata leo. Glory be to Jesus. Ya kwanza, makaribisho. Ya pili, vazi lililo bora. Kuondolewa aibu. Leo katika jina la Yesu, aibu yoyote iko maishani mwetu, kukosa chakula, kukosa mavazi, kukosa pesa ya kulipa nyumba, hiyo ni aibu. Kukosa pesa za kulipia watoto wetu shule, hiyo ni aibu. Kazi yako kukosa customer, hiyo ni aibu. Leo tuondolewe hiyo aibu zote. Biashara zetu sasa irudi vizuri na irudi customer. Glory be to Jesus. Nani anafanya biashara hapa? Biashara? Yes. Kuanzia sasa customer zako irudi katika jina la Yesu. Customer zako anza kuona zikirudi, ikipata laini ikikuja katika jina la Yesu. Anza kuona wakirudi. Anza kuona customer zako zikirudi, ili usifunge biashara yako upate aibu rudi nyumbani. Leo tumekataa katika jina la Yesu.
hata pasta yote aliye mahali hapo, na kuombea wewe katika jina la Yesu. Hautafuta kanisa hiyo katika jina la Yesu. Utapata watu wazuri wa kumpa hiyo katika jina la Yesu. Haleluya. Biashara yako hautaifunga. Lakini hata kuja kuweka kufuli tano. Aibu zote tumeiondoa katika jina la Yesu. Na bibi nale ya kila mundu ekoraya vingo wale toingeli ya Yesu. Mtu yote anisikiza mahali alipo, aibu hizo zote kwa jina la Yesu, rudi katika mwanzo wa Mungu sasa. Ili aibu zote ziondolewe katika jina la Yesu. Na nimesimama nikiwa mtumwa wa Mungu, na nimekuja kutangaza ya kwamba back to your God in Jesus name. Umerudi kwa watu wamekuhaibisha, unawajaribu kuwapigia, hawakushukulii simu. Sasa simama kwa huyu Mungu. We are serving the living God who can do better than our friend, than our family. Glory be to Jesus. Tonight, in the mighty name of Jesus, we believe him in Jesus name, na tunaamini ya kwamba ataondoa aibu, tena ataweka covenant. Na mtu yote ambaye amewekewa covenant hajali, hatishatishi na mambo, kwa maana uko na covenant, na zile covenant uko nazo ni covenant ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame tulilie Mungu, kwa sababu ukimalizia nasema kwamba ili upate nzuri covenant lazima umulilie Mungu sana. Yes. Ni watu wangapi umewaendea wasaidiane na wewe? Ni watu wangapi? Ni wengi. Ni wengi. Na wacha kusaidia, wacha turudi kwa Mungu huyu wetu, ili tena atupatie watu wazuri. Unajua hapa wakati unahitaji, ili sasa naye Mungu, wakati wote unaomba Mungu anakuletea the good people, ili sasa wasaidiane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaomba Mungu alete hata watu wazuri katika maisha yetu. Hakuna kitu gani nimweleza omemana kukaa na watu wabaya. Na hii dunia kuna watu wabaya ambao wanaweza kukutisha na kuongea kinyume na maisha yako. Glory be to Jesus. Mtu na rafiki yako na anaongea kinyume na wewe. Leo katika jina la Yesu, ili Mungu akusaidie, unahitaji Mungu akuletee watu wazuri. Tutaitisha mpaka wale watu wazuri katika jina la Yesu. Nataka uende mbele za Bwana uambie Mungu, na nimerudi katika mwanzo wangu na wewe, na uitishe mwanzo wako na Mungu. Naombea hata huu mwito ambaye Bwana amenipatia, ninamsihi anipatie mwanzo wangu na yeye katika jina safi la Yesu. Na msihi anipatie mwanzo wangu sasa na yeye, ili ya kwamba huduma hii iende vizuri, ili ya kwamba biashara zetu ziende vizuri katika jina la Yesu, ili biashara zetu iende vizuri, kanisa hili liende vizuri katika jina la Yesu. Leo nilia Mungu, mwambie Baba, katika jina safi la Yesu, ninakusihi leo katika jina la Yesu, ninakuomba leo nipatie mwanzo wangu na wewe, ili ya kwamba sasa nifanikiwe. Ninaona maisha yangu hayendi vizuri, ninaona kazi zangu hayendi vizuri, ninaona wokovu wangu hauendi vizuri, ninaona watoto wangu hawaendi vizuri. Nawarejesha katika mwanzo ule wako na watoto wako katika jina la Yesu. Na leo katika jina safi la Yesu, ile nchi, pengine huko nchi za nchi unaona kuna mambo hayendi vizuri, leo katika jina la Yesu na kurejesha katika mwanzo
mwanzo wako na Mungu katika jina la Yesu. Na ninaamini kuanzia leo ninaachilia mwanzo mzuri wako na Mungu katika maisha yako leo katika jina la Yesu. Ewe mama, mahali ulipo, mahali unakaa leo, nabadilisha mwanzo wako na kuweka mwanzo wako na Mungu sasa, na leo maisha yako yatachange. Ewe mzee uliye mahali hapo, leo na change ule mwanzo sasa, naweka mwanzo wako na Mungu wako leo katika jina safi la Yesu. Oh, in the mighty name of Jesus, we believe, we believe, we believe, we believe in Jesus' name. We believe in Jesus' name. We are connecting our spirit with tunajiunganisha sasa na mwanzo ule wetu na Mungu sasa katika jina la Yesu. Oh, in the mighty name of Jesus, tunajiunganisha leo, tunajiunganisha na mwanzo wetu na Mungu katika jina la Yesu. Kuna mambo hayendi vizuri, lakini kuanzia sasa tumepata mwanzo, tumepata mwanzo. Mungu uliniita, naomba leo kumbuka mwanzo wetu na wewe katika jina la Yesu. Ni mambo mengi nimekutana nazo katika dunia hii, lakini leo nimekusihi sana unipatie mwanzo ule wetu na wewe. Mungu, nipe ule mwanzo wangu na wewe, hili sasa Jehova, nisitesekee dunia hii. Oh, shetani na watu wananitenganisha na mwanzo wako. Leo ninakusihi leo katika jina la Yesu, unipatie mwanzo wangu na wewe katika jina la Yesu. Neno lako linasema mwanzo wako uko na roho wako, mwanzo wako uko na matumaini mema. Leo katika jina la Yesu, ripa papa shaka ropo shika kaya Jehova rasata kayako. Oh Father, we worship you, we glorify you Lord. Thank you Jesus. Inua mkono wako, sema nyuma yangu, sema Baba katika jina la Yesu. Hebu ongeza sauti, Baba katika jina la Yesu, naomba mwanzo wangu na wewe. Nimefika mwaka katikati, nipatie mwanzo wako na mimi, ili yako nipate nguvu na nipate mwelekeo na nipate covenant yangu na wewe Mungu. Na kwa damu ya Yesu nimepokea covenant yangu na wewe, na kuanzia leo mimi nitanawiri, nitapata amani, nitapona katika jina la Yesu. Nitabarikiwa, nitapata mwelekeo, nitapata destiny helpers. Naitisha destiny helpers, naitisha destiny connectors katika jina la Yesu. Ardhi, nisikize vizuri, nimekuja na damu ya Yesu, nikubalishi niishi vizuri, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Amen. Pigia Yesu wetu makofi. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we believe seriously. Wacha tuombe kwa sababu ya wale walio online. Baba, katika jina safi la Yesu, naomba uwabariki, naomba uwapatie mwanzo. Kuna mtu anaona kama amefika mwisho, naomba upatie mwanzo mwema kuanzia sasa, na ni katika jina safi la Yesu tunaomba na tumeamini. Amen and amen and amen and amen.